BMP TV Professional Update. Waendeleaje ndugu mtazamaji wa BMP TV, ni karibu tena kwenye matangazo yetu ya kila wakati ambao tunazidi kukuletea update nono kabisa ambazo zinakufanya kufahamu taarifa zote kwa hapa BMP TV. Mimi ni Mr. Orange na huu ni muktasari wa habari. Rwanda yatoa likizo ya ghafla kwa wafanyakazi wa serikali. Huko ni Rwanda, Kongo, Sud Kivu, dini kupambwa kwa Mama Mbarikiwa Rosine Luhari kama nabii wa taifa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wananchi waendelea kukufa na umaskini, watawala wazidi kula milioni za dola. Kuwa pamoja nasi ndugu mtazamaji wetu ili kufahamu yaliyo mengi kupitia BMP TV. Subscribe, like, pia na comment, na hivyo utakometisha zaidi habari kamili. Kigali, Rwanda, katika hatua isiyotegemewa na ambayo imeibua maswali mengi kutoka kwa wananchi pamoja na waangalizi wa kimataifa. Serikali ya Rwanda imetangaza likizo ya wiki moja kwa wafanyakazi wake wote bila kueleza sababu rasmi ya uamuzi huo wa ghafla. Tangazo hilo lilitolewa kupitia vyombo rasmi vya serikali. Limewataka wafanyakazi kutoripoti kazini kwa kipindi cha siku 7 mfululizo kuanzia leo, lakini alijafafanua ikiwa ni kwa sababu za kiafya, kiusalama au nyinginezo, hali ambayo imezua hofu na sintofahamu miongoni mwa raia wa nchi hiyo na maeneo jirani. Taarifa hiyo inasomeka kama ifuatavyo, na nukuu: kwa maelekezo ya mamlaka husika, wafanyakazi wote wa serikali wanatakiwa kubaki majumbani kwa kipindi cha wiki moja kuanzia tarehe ya leo. Tafadhali fuatilia matangazo rasmi kwa taarifa zaidi. Mwisho wa nukuu. Mashaka na tetesi zaidi kuenea. Kukosekana kwa maelezo ya kina kuhusu chanzo cha uamuzi huo kumepelekea watu wengi kuamini kwamba huenda kuna jambo kubwa linaloendelea ambalo halijawekwa wazi kwa umma. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali visivyo rasmi, wapo wanaohusisha hali hiyo na masuala ya kiusalama, hasa ikizingatiwa hali tete ya kisiasa na kijeshi katika eneo la Maziwa Makuu, ikiwemo uhusiano wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile kuna wasiwasi kuhusu uwezekano wa tishio la usalama wa ndani au tukio kubwa lililotokea au linatarajiwa kutokea ambalo mamlaka zinaweka kuwa zinajitahidi kulidhibiti au kulizuia bila kuibua taharuki kwa umma. Wito wa uwazi watolewa. Mashirika ya kiraia na wadau wa haki za binadamu wameitaka serikali ya Rwanda kutoa ufafanuzi wa kina na kwa wakati kuhusu uamuzi huu ili kuondoa mkanganyiko, hofu na uvumi unaendelea kuenea mitandaoni. Wakati huo wananchi wameshauriwa kuwa watulivu, wafuata maagizo ya mamlaka ya kuepuka kusambaza taarifa zisizothibitishwa hasa kwenye mitandao ya kijamii. Jumuiya ya kimataifa yafuatilia kwa makini. Tukio hili limeanza kufuatiliwa kwa karibu na mashirika ya kikanda na kimataifa, hasa yale yanayohusika na masuala ya amani, utawala bora na usalama katika ukanda wa Maziwa Makuu. Wengi wanaamini kuwa tukio hili huenda likawa kiashiria cha jambo kubwa zaidi ambalo bado halijafichuliwa kwa umma. Huko tulikuwa ni Rwanda, hivyo tujielekeze Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sud Kivu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika tukio lililojaa maombi, shukrani na heshima kubwa, Mama Mbarikiwa Rosine Luhari, mama wa watoto 7 na mtumishi jasiri wa Mungu, amepambwa rasmi kama nabii wa taifa. Tukio hilo limeandaliwa na Jumuiya ya Makanisa ya Yesu ni Jibu, likihudhuriwa na waumini, viongozi wa kidini na mashahidi wa maendeleo ya kiroho yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi. Mama Mbarikiwa Rosine si mgeni kwa walio karibu na kazi ya Mungu katika maeneo ya Kivu Kusini na kwingineko. Kwa miaka kadhaa
amekuwa mfano wa utumishi wa kujitolea, ujasiri na uaminifu kwa kazi ya kiroho, akihudumu kwa wakati, upendo na nguvu kubwa kwa Bwana. Kukua kwa huduma ya Yesu ni jibu before. Kwa mujibu wa viongozi wa kanisa hilo, Mama Mbarikiwa sasa anatambuliwa kama nabii wa mataifa. Kutokana na kasi ya kukua kwa huduma ya Yesu ni jibu before. Katika maeneo mbalimbali nchini, makanisa ya tawi la huduma hiyo tayari yamefunguliwa na kuratibiwa rasmi katika miji ya Goma, Lubumbashi, Kalemi, Lungushwa, Mwenga na Walungu. Kwa mujibu wa mipango, mji mkuu Kinshasa unatarajiwa kuwa kituo kingine kikuu cha kiroho katika siku za usoni. Maono ya huduma hii ya kiinjilisti ni kueneza injili safi yenye nguvu ya toba, utakaso na utakatifu, vigezo ambavyo Mama Mbarikiwa Rosine amevisimamia kwa maisha yake yote ya huduma. Historia ya maombi ya siku 90 yaliyozaa mafanikio makubwa ya kiroho. Tarehe 19 Juni 2017 ni siku ambayo huduma ya Yesu ni jibu before ilizaliwa rasmi katika maombi ya kina na maelekezo ya moja kwa moja kutoka kwa Mungu, kwa mujibu wa ushuhuda wa waumini. Kipindi hicho kilijumuisha maombi na kufunga kwa siku 90 ambapo kulifanyika mikusanyiko mikubwa ya uinjilisti na ibada za ukombozi. Katika hali ya kipekee, waumini waliokuwa wakishiriki katika maombi hayo walishuhudia uwepo wa Mungu kwa namna ya rohoni, na wengi wao walifunguliwa kiroho, wakaponywa na kubadilika maisha yao. Ni jambo la ajabu kwamba tarehe hiyo ya 19 Juni miaka 8 baadaye, mnamo 2025, imeendelea kuwa na uzito mkubwa wa kiroho. Mwaka huu huduma hiyo inaendesha msururu wa mikutano ya kiroho ya kurudisha amani, ya kuimarisha Ukristo ndani ya DRC. Mikutano ambayo imeanza rasmi tangu mwezi Februari na kuendelea hadi sasa. Ujumbe wa amani na uponyaji wa taifa. Kwa kauli ya pamoja, viongozi wa huduma hiyo wametangaza kuwa jukumu kuu la Nabii Mbarikiwa Rosine ni kuwasaidia wa maono ya kuijenga tena DRC katika misingi ya toba, maombi, upendo na upatanisho. Hii ni kwa sababu kwao amani ya taifa haiwezi kuletwa bila kurejea kwa Mungu, wala haki ya kweli haiwezi kuhimili bila utakaso wa moyo wa binadamu. Wito wa kanisa na jamii kwa ujumla. Katika hotuba ya kuhitimisha sherehe hiyo ya heshima, ujumbe mkubwa umetolewa kwa makanisa mengine, viongozi wa jamii na wananchi wote wa DRC kuwa na mshikamano wa kiroho, kuachana na mafarakano ya kidini na kikabila na kuungana katika harakati za kiroho kwa ajili ya kurejesha upendo wa taifa na heshima ya mwanadamu mbele za Mungu. Na hiyo ilikuwa ni taarifa ya mama huyo ambaye sasa hivi amekuwa ni kiongozi katika taifa la DRC. Twende kwa huko Kinshasa. Umaskini, watawala wakizidi kula milioni za dola. Kinshasa, DRC, katika hali ya kusikitisha na inayozua maswali mazito kuhusu hatima ya taifa. Uchambuzi wa kina uliotolewa na mwanahabari mahiri Jean-Baptiste Plaka kupitia idara ya kimataifa ya RFI umeweka wazi hali ya kinaya ya kijamii na kisiasa inayoendelea kutafuna DRC. Wananchi wa kawaida wanaendelea kuvumilia maisha ya dhiki wakitumia franc congolais zenye thamani ndogo, huku viongozi na wasomi wa kisiasa wakitajirika kwa makumi au hata mamia ya mamilioni ya dola kwa njia za kifisadi. Katika maneno makali yenye kuchoma dhamira ya taifa, Jean-Baptiste Plaka anasema, fanyeni siasa mtakuwa matajiri. Ni kauli ya kejeli, lakini pia inaonyesha ukweli mchungu wa jinsi siasa imegeuzwa kuwa njia rahisi ya kujitajirisha kwa baadhi ya viongozi nchini humo kwa gharama ya mateso ya wananchi waliowachagua. Hali ya umaskini inayostua
maelfu ya raia wa Kongo wanaishi katika hali ya umaskini uliokithiri bila huduma za msingi kama vile maji safi, umeme, elimu bora na huduma za afya. Wengi hulazimika kufanya kazi za suluba kwa mshahara mdogo usioendana hata na bei ya chakula sokoni. Katika mazingira haya magumu, fedha pekee wanayoweza kuamini ni franc Congo, fedha ambayo thamani yake imeporomoka sana kutokana na hali ya kiuchumi na ufisadi usio na kifani. Wakuu wa siasa watuhumiwa kwa uwizi mkubwa wa fedha za umma. Kwa mujibu wa uchambuzi wa RFI, orodha ya viongozi wa siasa waliotajwa katika sakata la ubadhirifu ni ndefu, miongoni mwao wakiwa majina makubwa. Matata Ponyo Mapon aliyewahi kuwa waziri mkuu alihukumiwa mwezi Mei mwaka huu kifungo cha miaka 10 jela kwa kuhusishwa na upotevu wa dola milioni 156. Vital Kamerhe aliyekuwa mshauri mkuu wa Rais Tshisekedi alihukumiwa mwaka 2020 kwa kutapeli dola milioni 50, ingawa baadaye aliondolewa mashtaka mwaka 2022. Constant Mutamba, mwanasiasa kijana anayetajwa katika duru za kisiasa, anadaiwa sasa kuhusika na upotevu wa dola milioni 19, kesi ambayo inaendelea kuchunguzwa. Ripoti hizo zinaibua swali kuu: ni kwa kiasi gani taasisi za kitaifa zinajizatiti kukabiliana na mfumo wa kifisadi uliojikita katika kila tabaka la mamlaka. Taifa linalochanganyikwa kati ya matajiri wa ufisadi na maskini wa dhiki. Wakati viongozi hao wanatajwa na wengine wao kufurahia maisha ya kifahari katika jumba la kifahari, safari za kimataifa na magari ya kifahari, mamilioni ya wananchi wanateseka kwenye mitaa ya miji na vijiji vya DRC wakikosa matumaini, wakihangaika kupata mlo mmoja kwa siku au huduma ya dharura ya afya. Katika hali hii, si ajabu kwamba wananchi wengi wanazidi kupoteza imani si tu kwa serikali bali pia kwa demokrasia yenyewe. Wanahoji ikiwa kweli uchaguzi na mawakilishi wao vinawaletea maendeleo au ni tiketi tu ya wengine kuelekea utajiri wa haraka kupitia hazina ya taifa. Waangalizi wa kisiasa na wachambuzi wa masuala ya maendeleo wanatoa wito wa haraka kwa serikali ya DRC kufanya yafuatayo: kurejesha utawala wa sheria kwa kuhakikisha wahusika wote wa ufisadi wanachunguzwa kwa haki bila upendeleo wa kisiasa, kuweka mifumo ya uwazi katika usimamizi wa fedha za umma hususan katika miradi ya maendeleo, kuhakikisha usawa wa kiuchumi kwa kuboresha mishahara na huduma za kijamii kwa wananchi wa kawaida. Je, mustakabali wa DRC utarekebishwa? Kwa sasa hali inabaki kuwa ya sintofahamu. Je, mfumo huu watajirika kwa siasa utaendelea? Je, wananchi wa DRC wataendelea kuwa mashahidi wa mateso yao wenyewe wakati wachache wakiendelea kufaidika na jasho la wengine? Je, uchaguzi ujao utaleta sura mpya za matumaini au ni mzunguko mwingine wa tamaa ya mali? Mataifa tajiri kwa madini na mali asili kama DRC lakini maskini kwa usimamizi na uadilifu. Swali la Plaska linabaki kuwa la kuchoma. Kwa nini wananchi waendelee kuishi kwa franc Congo wakati wachache wanakula dola kwa mamilioni? Hitimisho la jumla la taarifa 3 muhimu kuhusu DRC kanda ya maziwa makuu. Katika kupitia taarifa hizi 3 za hivi karibuni kutoka Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, picha halisi ya ukanda wa maziwa makuu inajitokeza wazi kama eneo linalokumbwa na mseto wa changamoto za kisiasa, kiuchumi na kiroho. Hii ni taswira ya mataifa yenye utajiri mkubwa wa rasilimali lakini yanayotesa kwa sababu ya mifumo dhaifu ya uongozi, ukosefu wa uwazi na kuibuka
kwa njaa ya mamlaka inayopuuza mateso ya wananchi wa kawaida. Taarifa ya Rwanda kuhusu likizo ya ghafla kwa watumishi wa umma bila maelezo yoyote rasmi imeibua hofu kuhusu hali ya kiusalama na kisiasa, na pia imetoa ishara kwamba kuna maamuzi yanayofanyika nyuma ya pazia bila kushirikisha wananchi katika eneo lenye historia ya taharuki na usiri. Tukio hili linaongeza wasiwasi wa kimataifa kuhusu uthabiti wa ndani wa Rwanda na usalama wa kikanda. Kuhusu Sud Kivu, kutambuliwa kwa Mama Mbarikiwa Rosine Luhari kama nabii wa taifa inaonesha jinsi wananchi wanavyoelekeza matumaini yao katika maono ya kiroho pale ambapo mifumo ya kijamii na kisiasa imeshindwa kuleta matumaini ya kweli. Hii ni ishara kuwa katika taifa lenye majeraha ya kisiasa na kivita vya muda mrefu, watu wanakimbilia imani na maombi kama mbadala wa matumaini ya kidunia ambayo yamewasaliti kiwango cha juu katika DRC, kama ilivyoangaziwa na Jean-Baptiste Plaka kupitia RFI. Ni udhibitisho wa wazi kwamba mfumo wa siasa katika nchi hiyo umevunjika. Wananchi wanaishi kwa dhiki kubwa, wakiendelea kulipwa kwa franc Congo zisizo na thamani, huku viongozi wakijilimbikizia mamilioni ya dola kwa njia ya hila, udanganyifu na ufisadi wa wazi. Jinsi kila jina linavyotajwa: Matata Ponyo, Vitalo Kamere, Constantine Mutamba ni kiwakilishi cha mtindo wa maisha wa tabaka la juu ambalo limejenga utajiri juu ya mabega ya maskini. Kwa pamoja, taarifa hizi zinatoa ujumbe mmoja mzito na usioepukika: ukanda wa maziwa makuu unahitaji mabadiliko ya kina, si tu ya kisiasa bali ya kitabia, kiroho na kimaadili. Ni lazima kuwe na uwazi, uwajibikaji na uongozi wa hofu ya Mungu, kwani pasipo hayo amani itabaki kuwa ndoto, haki itabaki maneno, na matumaini ya wananchi yataendelea kuzikwa kila siku. Na huu ndio mwisho wa habari yetu hii, ndugu mtazamaji. Ulikuwa nami mwanzo mwisho kwa yote ambayo tunazidi kukuletea. Mimi ni Sesde Mr. Orange. Subscribe, like, pia na comment, pia share hata kwa wengine ili sote tupate update kama hizi. Asante. BMP TV Professional Update.